Utangulizi wa somo hili la leo ni kutusaidia tu kujifahamu. Tutajikubali, tutajithamini, kwa sababu bila kuanzia hapa itakuwa ni ngumu sana kwako kuweza kuitunza afya yako. Tutazungumzia sana kuhusu mtindo wa maisha, jinsi unavyoathiri afya yako. Lakini ili tuweze kwenda moja kwa moja, tuanze na seli. Hii seli tutakayoizungumzia leo ni taanza na seli mbegu, nikiwa na maana sperm, na nitazungumzia na seli yai, ina maana ovum, na nitaizungumzia kwa namna fulani ili uweze kujua kwamba wewe ni nani na ulitoka wapi. Mchakato unaokuwepo ni kwamba, cha kwanza kabisa, ovum au hili yai, hii seli kutoka kwa mwanamke ni lazima iwe imepevushwa, imeshapevuka. Alafu ikipevuka, sasa inakuja katika hatua ya kurutubishwa. Na mchakato wa kurutubisha ni kwamba mamilioni ya hizi mbegu kutoka kwa mwanaume zitakuwa katika mashindano fulani, zitakuwa katika marathon fulani, na zote zitakuwa zinajaribu kwa uwezo zilizo nazo na maarifa na nguvu kuweza kulifikia yai ambayo tayari limeshapevuka. Na huo mchakato sasa utakuchukua mbegu kutoka kwa mwanaume iliyo bora zaidi, yenye nguvu zaidi, imara zaidi. Hiyo ndiyo itakayoweza kwenda kufika na kulirutubisha yai. Na huo mchakato ukitokea, utaona kwamba tayari zile mbegu, seli mbili, seli ya ovum yai na seli ya mbegu, zitaungana katika muungano wa kiungu. Ninasisitiza neno muungano wa kiungu. Na zitakapoungana zitatengeneza kitu kimoja. Na tukumbuke kwamba ndani ya hii seli mbegu na seli yai, ndani mwake tayari kuna vinasaba, tayari kuna kitu, kuna tabia. Naomba niite tabia ili tuweze kupelekana, kwamba hili yai kutoka kwa mama lina tabia tu ambayo ni constant. Linabeba, ili tuweze kuelewana, linabeba tuseme, sijui nitumie neno gani, hizi chromosomes, lakini linabeba tabia zinazofanana ambazo ni X na X. Lakini hii ya mwanaume yenyewe inakuja ikiwa na uwezekano wa kuwa ni X na Y, au na hiyo tu, ni X na Y. Hasa ule muungano wa lile yai na mbegu, inawezekana ile mbegu ikawa ni Y na ikaungana na yai X. Ina maana tayari vitatengeneza muungano ambao ni XY. Au ikatokea kwamba hili ya mbegu ikawa inakuja imebeba tayari X na ikakutana na yai ambalo ni X. Ina maana huo muungano utakuwa ni XX. Kwa hiyo possibility ya kusababisha muungano huu wa umoja uwe ni either XX au XY, huo unatokana na baba peke yake. Mwanamke hana uwezo wa kutoa yai lingine ambalo lina utofauti mwingine wowote. Kwa nini ninaanzia hapo? Ninataka ufahamu jinsi ulivyozaliwa mwanamke. Si kwamba ulizaliwa mwanamke, lakini uliundwa mwanamke. Ufahamu jinsi ambavyo ulizaliwa mwanaume, si kwamba ulizaliwa mwanaume, lakini uliundwa mwanaume. Na kwa hiyo basi, ikiwa muunganiko ule
utakuwa umetoka kwenye Y kutoka kwa mbegu ya mwanaume na ukaenda kwa ikakutana na X ya mwanamke, ina maana itakuwa ni Y na X, na mtoto atakayezaliwa atakuwa ni mwanaume. Ikiwa basi ni X kutoka kwa mbegu ya mwanaume na ikaungana na X kutoka kwa yai la mwanamke, basi muungano huo ukiwa ni XX, ina maana mtoto atakayezaliwa tayari atakuwa ni mwanamke. Sasa tuongelee kile kiseli sasa kutoka kwa mbegu na yai kilichokuwa kitu kimoja. Muujiza mwingine ambao unatokea nao ni wa kiungu, ni ule unaosababisha ile kitu kimoja ambacho sasa ni either ni XX au ni XY kinajigawa katikati, kinaanza kujigawanya na kimoja vinakuwa viwili, na vile viwili vinajigawa tena kila kimoja katikati, na viwili vinakuwa vinne, na vile vinne kila kimoja kinajigawa na kinakuwa sasa ni 8. Sasa kwa kadri zinavyojigawa ndivyo ambavyo kile kiumbe kule ndani kinakuwa, na kile kiumbe kinakuwa kinaleta nini? Kutoka kwa mbegu na yai, zile seli zinazogawanyika ndipo sasa zinaendelea kujikusanya zile zinazofanana na zina form tissue. Na zile tissue ukumbuke tayari kutoka kwenye wazazi mbegu na yai tayari zimeshakuwa ni either ni ya kike au ni ya kiume. Kwa hiyo zile seli zinazojiunda pamoja kutengeneza tissue, ile tissue itakuwa ni either tissue ya kike inayounda kiungo cha kike au inayoumba mfumo wa kike au inayoumba huyo mwanamke. Nitakwenda namna hii. Ikiwa tayari huu mchakato ulikuwa ni wa X na Y, ina maana hivi. Ina maana ile X na Y tayari ni kule vinasaba ambavyo viko kule, ni tabia ya hiyo seli. Kwa hiyo zile seli zinavyozidi kugawanyika zinatengeneza tissue, lakini hii tissue kama ni X na Y ni tissue ya kiume, na inavyozidi kujigawanya inatengeneza viungo. Ina maana hiki kiungo kitakuwa ni cha kiume, na ina maana inavyozidi kujigawanya ikitengeneza mifumo mbalimbali, ule mfumo ni wa kiume, lakini huyu kiumbe atakayezaliwa atakuwa ni mwanaume. Kama unanielewa, hebu nenda tu namna hii. Yaani nenda tu namna hii. Nataka tuende tu taratibu, lakini tuelewe tena. Huku katika maumbile ya nje, yule aliyebeba kile kinachoendelea kule ndani, taratibu unaanza kumuona anazidi kuongezeka. Taratibu anakwenda akiongezeka. Taratibu unaona akiongezeka. Na tayari unaona huyu maumbile yanabadilika kwa sababu seli zinazidi kugawanyika, na seli zinazogawanyika tayari kimkono kinatokea, kichwa kinatokea, vimasikio, vimacho, lakini ndani ya mwili wake moyo nao unajiunda, taratibu ini linajiunda na figo zinajiunda, na inavyozidi kukua ikifika mahali pake sasa anazaliwa mtoto atakayeitwa either mwanaume au mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Sasa wanapopiga vigelegele, zamani tayari ulikuwa unasikia mwingine kwa mbali anauliza amezaliwa nani? Maana wanajua kwenye ile nyumba tayari kulikuwa kuna mama mjamzito. Unaambiwa amezaliwa baba, kwa sababu ya ule tabia ya kurithisha watoto majina labda ya baba zao. Kwa hiyo kama atakuwa amezaliwa wa kiume, sikiliza, tunachopaswa kufahamu sio kwamba ni mtoto amezaliwa wa kiume. Ina maana mtoto by design aliundwa, yaani ni kuanzia mwanzo aliundwa mtoto wa kiume. Ina maana kama amezaliwa wa kike, ina maana alitengenezewa misuli ya kike. Ina maana macho yake ni ya kike na moyo wake pia ni wa kike. Utaniuliza, nikinyofua huu moyo? Ndiyo, ukiunyofua huu moyo wa mtoto wa kike na ukanyofua huu moyo wa mtoto wa kiume, hata kama umri ni sawa, ukampatia mwanasayansi pale, mwanasayansi akiuokota na akiupima,
atakwambia huu ni moyo wa kike na huu ni moyo wa kiume. Kwa hiyo ina maana misuli ni misuli ya kike au misuli ni ya kiume, au ina maana kwamba figo hizi za huyu ni za kike au ni figo za kiume. Hata seli za nywele. Ni kwa nini? Kwa sababu kila seli inayozaliwa, ile seli imebeba vinasaba vile vile kuanzia mwanzo, ikiwa ni XX au ni XY. Yaani seli zote zikiwa ni za ubongo, ina maana ni seli ya ubongo lakini ya kike au seli ya ubongo wa kiume. Unanielewa? Tukutane namna hii. Ukifanya namna hiyo najua unanielewa. Sasa ina maana kwamba hata mtoto akizaliwa ukiwaacha tu hapo, utakuta tayari kile cha kiume tayari kinacheza kiume, kinawaza kiume, kinakung'uta wenzake kiume, kiko rafu kiume. Lakini hiki cha kike tayari kilishaundwa, sio kwamba kilizaliwa, kiliundwa cha kike. Kwa hiyo tayari kinawaza kike, kinalia kike, kinafanya mambo yake kike, ubongo wake ni wa kike. Hata morphology yake ni ya kike. Na kwa hiyo basi huyu mtoto ina maana ni by design ameumbwa na jinsia hiyo. Seli zake za mwili wake wote ni za jinsia yake. Na kwa maana hiyo ni kwamba wewe by design, hata kama ukisema mimi hii sipendi, utasema hupendi, lakini ini lako ni la jinsia yako, figo zako ni za jinsia yako, na ubongo wako ni wa jinsia yako. Hebu angalia hata lipsi zako. Lipsi zako ni za jinsia yako. Lipsi zako na zangu ziko tofauti. Na kwa maana hiyo basi unaweza ukanitrain vizuri kabisa mtoto wa kike akafanya kazi kama mwanaume, lakini katu hawezi kuwa mwanaume, kwa sababu kila seli ya mwili wake, katika seli 75 trillion mpaka 100 trillion, seli zake zote ni za kike, na huyu mwingine seli zake zote ni za kiume. Sasa basi, ikiwa ini ni la jinsia na figo ina jinsia, na ikiwa damu pia, ukichukua tu damu tayari utajua, kwa sababu hii damu imebeba hormones, imebeba oxygen. Lakini ngoja nikwambie, pamoja na askari wengine walioko ndani na vitu vingine vilivyoko mle ndani, virutubishi, lakini imebeba either hormones za kike au za kiume. Kwa hiyo hata damu, kuna damu ya kike na damu ya kiume. Najaribu kusema nini? Najaribu kusema hivi: kwenye ile diet ya kwanza Mungu aliyoitoa kwa huyu mwanamke na mwanaume, alipomwambia katika Mwanzo 1:29, akasema, tazama ninawapa kila mche utoao mbegu na kila mche utoao matunda yenye mbegu, vitakuwa ndicho chakula chenu. Alikuwa amekusudia hivi kwamba hicho chakula Adamu akila, tayari kinafanya ubongo wake kuzidi kuwa wa kiume na wanaume wake unatokelezea. Haleluya! Na ina maana kwamba Eva akila kile chakula, wanawake wake unatokelezea, misuli yake inazidi kuwa ya kike, na macho yake yanazidi kuwa ya kike, lakini ubongo wake, mifumo yake kwenye mwili inazidi kuwa ya kike. Kwa hiyo ina maana chakula alichotupatia Mungu, hata kama tukate matonge sawa, lakini kinamfanya huyu kama ni mwanaume kuwa mwanaume zaidi, na kinamsababisha huyu mwanamke kuwa mwanamke zaidi. Kwa nini basi? Kwa sababu huyu mwanaume amepewa jukumu lingine. Ukoo wake utaendelezwa, kwa sababu na yeye itafika hatua atadaiwa kutoa mbegu kwa ajili ya kuendeleza huo ukoo. Na huyu mwanamke ukoo wake utaendelezwa kwa sababu ataipokea ile mbegu, atakuwa na yai lililopevuka vizuri lenye afya, naye atakuwa ni mama wa mataifa na mataifa na mataifa. Na kwa hiyo, kwa kula kile chakula alichotupatia Mungu, tunaboreka na tunakuwa kama vile alivyokusudia Mungu. Sasa ngoja nikwambie kitu. Unapojitambua na kujikubali na kujiheshimu na kujithamini, unakula kile chakula ulichopewa by design na Mungu wako.
somo litaanzia hapo. Mungu na atubariki sana.